Uh, Habari wapendwa wasikilizaji wetu wa Life Without Limits Ministry. Karibu sana kwenye kipindi hichi cha siku hii ya leo cha na tujifunze. Hii ni kipindi ambayo inakufikia kupitia channel yetu ya YouTube ya Life Without Limits Ministry. Kwangu mimi kwa majina ni Simon, kwa wale ambao maybe ni mara yako ya kwanza kusikiliza vipindi zetu za hekima. Majina yangu mimi ni Simon, and I was born in Kenya, living in Kenya, but well, I'm a citizen of heaven, which is the fact of my life, and I'm so glad to be a citizen of heaven sababu ni neema, kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Na pamoja na yote, kabla tuweze kuendelesha chochote mbele, ama kabla hata tuweze kuingia katika kipindi hiki, ni vyema tukaweze kumwambia Mungu shukran na asanti, kwa kuwa nikisema ni kwa neema utakubali tu. Hapo tunajua hata wewe mwenyewe popote pale ambapo inatokea unanipata, unajua ni kwa neema. Una uwezo wa kusikiliza sauti ya Mwenyezi Mungu, ni kwa neema. Una uwezo wa kutafakari, ni kwa neema. Umeamuka alfajiri njema, ni kwa neema. Hata umefikisha masaa haya. Kumbuka ya kwamba si muda wala sio muda mrefu tumeweza kuwa tumewapoteza ndugu zetu wengi sana. Kuna wengi sana jana walilala hawajaamka. Kuna wengi sana ambao walitazamia kuona muda huu wakiwa na afya njema ila hawajauona. Kuna wengi sana ambao walitazamia huenda maisha angekuwa bora zaidi, lakini yakawageuka. Lakini pamoja na yote, sote tunaishi na ni kwa neema ya Mwenyezi Mungu tumekutana hapa. Kama unaelewa ni kwa neema, basi jiunge nami pale tunapomwambia Baba yetu wa mbinguni shukrani. Taomba ombi fupi ambalo Yesu Kristo alitufunza, na tumai ya kwamba litatutosha kwa siku hii ya leo, ili tusiweze kupoteza muda wowote na tuweze kujifunza maarifa ambayo Mwenyezi Mungu angetamani tuweze kujifunza siku hii ya leo. Na tuombe. Our Father who is in heaven, hallowed be your name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is done in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thy is your kingdom, the power and the glory, forever and ever. Amen. Amen. Thank you so much, guys, if you have prayed with me. I believe that in the mighty name of Jesus Christ, you are going to receive your healing, and God is going to deal with the problems around you. And it's my expectation that by the end of this lesson you will gain a lot, you will get to understand a lot. Na sasa tuweze kujiingia katika mada yetu muhimu ambayo leo hii nataka tuongelelee kuhusu kufungua milango ya matatizo au kufunga milango ya matatizo katika maisha yetu. Wale ambao inatokea huwa mnapenda kuandika somo, ama ukisikia kitu mgeni unapenda kuandika ili uelewe maana ya kina zaidi. Hiyo ndio mada yetu ya siku ya leo. Ndio mada ambayo natamani tuweze kuiongelelea na tuweze kujifunza mengi tokana na hiyo mada. Natumai ya kwamba kama wewe ni mtu unaweza kuwa umeandika kichwa cha kipindi chetu cha siku hii ya leo. Mada yetu ya siku hii ya leo nimesema kwamba tunajifunza jinsi ya kufunga milango ya matatizo maishani au kufungua milango ya matatizo maishani. Ni mambo mawili. Ni kichwa ambacho nadhani kama unanielewa kwa ufafanuzi zaidi, ama kama unanielewa kwa upana zaidi, ni kichwa kirefu, manake milango ni mingi na matatizo ni mengi ambao huenda nitakuwa nazungumzia siku hii ya leo, na jinsi ya kufunga hiyo milango. Na ni kweli pia tuna watu ambao huwa wanafungua milango bila kujua. Ndio maana nataka tuangalie kuhusu kufungua milango ya matatizo na kufunga milango, na jinsi ambavyo unaweza kuifunga milango ya matatizo. Sababu ukweli ulioko ni kwamba katika maisha wachache sana ndio wanatamani matatizo maishani mwao, na hata hao wachache mimi kwangu sijawapata.
na tunajua kwamba sote tunaishi katika maisha haya, sote tunatarajia mafanikio katika biashara zetu, katika ndoa yetu, katika ndoa zetu, katika afya zetu, katika kila kitu. Tunatarajia kufanikiwa katika kila kitu. Na ni kwa sababu gani niseme ya kwamba sote tunatarajia kufanikiwa katika kila kitu? Hutaelewa dhamana ya kitu ambacho hutafanikiwa kwake hadi pale ambapo utakikosa. Huwa tunasema ya kwamba huwezi elewa dhamana ya kidole chako cha mguu kile cha chini ama ile kidole yako ya mguu ya mwisho mpaka itakapojeruhiwa. Ndio utaelewa dhamana yake. Ndio utausikia ni ukweli hii kidole ilikuwa na dhamana kubwa. Dhamana ya kitu ambacho uko nacho huwa hauwezi mara mingi kuiona mpaka wakati ambao huenda itaguzwa. Na nina maana ya kwamba ninaposema tunatarajia kufanikiwa katika mambo yote, najua description ya dunia haisemi hivyo. Description ya dunia saa hizi inasema kwamba wanatoka na mtazamo fulani, wanasema kwamba money is everything in life. Hiyo ni msemo wa jamii wa kisasa na description ya dunia kwamba money is everything in life. And with money you will get a good wife, with money you will get a good house, with money you will drive great cars, with money you will build great houses and all. But I don't feel about all this. Although hata sisi kabla tufike level, hata mimi kabla nifike level ambao nimefika ya kujua kama money is not everything in life, kwa miaka mingi hata mimi mwenyewe niliamini money is everything in life. Until nikawa na pesa na nikagundua sio kila kitu maishani kama kudanganya wenzio. Na nitake kuongeza hili pia kwa jamii, niwaeleze ya kwamba ni ukweli. Kuna wakati mwingine unaweza kuwa na hela ya kufanya chochote maishani ila you are depressed. Na huenda hata ukafariki kabla muhula wako. Na kidogo nitake kufafanua zaidi sababu najua kuna watu ambao wamekuwa wakisema ni ukweli. Pesa bila Mungu inaweza ikakuangamiza, money is not everything in life. Lakini hawajafafanua hili jambo zaidi kwa jamii ili waelewe ni kwa sababu, ili jamii ielewe ni kwa sababu gani tunazidi kuambia money is not everything in life and you should seek wisdom before you seek for money. Nitake kukueleza ufafanuzi huu na ukweli usiopingika kuhusu mwanadamu. Mwanadamu ni creature ambaye aliumbwa akiwa na nguvu ya addiction ama ile mvuto wa addiction. Kuna kitu ambacho huwa tunaita addiction. Addiction kwa mwanadamu, addiction ilikuwa imsaidia mwanadamu wakati ambao unaanza kuwa na unampenda maybe Mwenyezi Mungu, unapenda ndugu zako, yule upendo usiishe. Unanielewa? Ule upendo usiishe. Ndio posa tukawa na kitu kama addiction. Unakuwa addicted na kupenda, yani unapenda kiasi kwamba ule upendo hauwezi ukaisha. Lakini dhambi ilipotua duniani, dhambi ilipoingia duniani, ilileta addiction ya madhara pia. Ilileta addiction ya madhara pia. Na hili ndilo jambo ambalo watu wengi hawajafahamu. Kama mwanadamu jinsi alivyokuwa ameumbwa na addiction ya kuwa addicted of something. Sababu kama ni mapenzi unakuwa addicted. Addicted ni ile hali ya kusikia huwezi ukaendelea bila hiyo kitu. We are created all of us with addictions, with something we call addiction. Na hiyo addiction ilikuwa ni ya maana sana mwanadamu alipoumbwa mara ya kwanza na Mwenyezi Mungu. Sababu ingemfanya mwanadamu waishi na Mungu miaka nenda miaka rudi na mwanadamu asiaichoka kuishi. Sababu bila addiction, believe it or not, huwezi ukaona maana ya maisha. Huwezi ukaona ladha, huwezi ukawa na ladha ya maisha bila addiction. Sababu kwa hivyo addiction ni kitu ya maana kama ikitumika pasipo dhambi. Lakini sasa addiction inakuwa na madhara wakati gani? Addiction inakuwa na madhara wakati dhambi inapoingililia. Jua ya kwamba katika mwanzo wa somo nimesema kuna milango ambazo huanga unafungua maishani mwako na zinakuwa ni milango za matatizo. Ambazo ningependa sana ndugu zangu wengi sana ambao mnanisikiliza na ambao ni wasikilizaji wa channel hii yangu na channel ya kusikiza vipindi za hekima za Mwenyezi Mungu.
siwezi nikataka muingie katika matatizo ya kufungua milango zingine ambazo shetani anatazamia watu wafungue. Jambo la kwanza, kama unaandika unaweza ukaandika pointi hii. Shetani ama anayetajwa kuwa mhukumu wa ndugu zetu duniani kote, hana uwezo wowote na hana mamlaka yote ya kukuguza wewe mpaka ufungue mlango katika maisha yako. Point number 1. Hiyo ndiyo inafanyanga wanadamu tuko na mitazamo tofauti maishani. Sababu kuna watu ambao wamefungua milango tayari, wanapitia masaibu, wanapitia matatizo. Hivi anapoangalia maisha ya wengine, anaona kana kwamba anaonewa. Kuna mwingine haja kufungua mlango na hajui haja kufungua mlango. Kwa hivyo yeye anaona mbona watu wengine wana complain? Mbona wa complain kuhusu hili na hili si tatizo wala. Kuna mtu ambaye saa hizi katika ndoa yake hana ndoa, kiukweli kabisa hana ndoa. Na si kana kwamba hana ndoa kabisa, ameshajaribu ndoa nyingi zikashindikana. Na hata saa hizi anaendelea kuteseka huku nje, anauliza ndoa walio katika ndoa wanaishishije? Sababu ndoa mimi najua ni matatizo tupu. Mimi kwangu ni dhiki. Unajua yuna mtazamo yule katika ndoa. Kuna mwingine na yeye ako katika marriage for 20 years. Anamshangaa yule ambaye anasema ndoa ni matatizo, na anamshangaa kwamba umeingia ndoa mwaka mmoja umeshaanza kusema ni matatizo. Anamshangaa sana, anashindwa. Hivi vipi? Mbona mimi niko miaka 20 na mbona tuko sawa? Kumbe laki yake ni kwamba kuna mlango ambao haja ufungua. Na wewe kuna mlango ambao ulifungua wa matatizo. Ila hukujua ulifungua, lakini ulikuwa umeufungua. Vile vile tuna watu ambao wanaishi bila hela. Dunia hii tuna watu ambao huyo mtu ikija ni kwa kanuni zote za kibiashara zote anazifahamu. Yaani amechoma motura, amechoma mahindi, ana biashara ya kuuza nyama, ana biashara ya kuuza manguo, ana biashara ya yaani katika kila eneo ana tu biashara, lakini hela hamna. Hana hela. Hivi anashangaa wakati ambao mwingine tu anakula na kunywa, wala akijaribu kwa biashara kanafanikiwa, hana matatizo ya hela kabisa. Na huenda anamchangaa, anashindwa kwani vipi maisha haya? Mbona maisha haya hayakuangi sababa? Mbona yakui fair? Na hiyo sometimes inajenga picha ya kuwa ni kana kwamba Mungu ana upendeleo. Hiyo inajenga hiyo picha. Inajenga picha ya tuone ya kwamba ni kana kwamba Mungu ana upendeleo. Ni kama Mungu anampenda fulani, anamchukia fulani. Ni kama Mungu anampenda fulani, anamchukia fulani. Sasa inajenga picha ambayo haiko kiukweli. Nisikilize na unisikilize kwa makini ndugu yangu na unitazama. Mungu katika Biblia hana upendeleo. Unaweza ukamwekelea, unaweza ukasema kana kwamba ana upendeleo, lakini hana upendeleo. Kiukweli hana upendeleo. Maisha ni kanuni na maisha ni kujifunza. Na ndiposa nikatengeneza kipindi kama hiki ili uelewe. Umuelewe Mwenyezi Mungu. Angalau usije ukashindishi. Unajua kuna msemo ambao huwa tunasema kama tunapoangalia kisa cha Ayubu. Kile kisa cha Ayubu kilipokuwa kinaendelea ni ukweli. Kama sisi wenyewe tunakisoma na baadaye sisi wenyewe tunasoma, tunaona ya kwamba yule mtu kiukweli alikuwa na mtazamo mbovu kuhusu Mwenyezi Mungu. Kwa sababu tuseme usome Ayubu mwanzo mpaka sura ya kama 20, utaona mbona huyu jamaa ameteswa sana, ni kama Mungu anamuonea. Lakini pale unapokuja unarukilia hizo pages zote, unakuja mlango wa 38, ndipo unakuja unakuta Mungu akijibu, unaona kumbe Mungu hakuhusika. Na unaposoma pale mwanzo bado Ayubu hakujua. Kumbuka Ayubu hakujua. Hichi kisa kimeandikwa na mwandishi. Ayubu hakujua kwamba kulikuwa na kikao mbinguni. Hakujua kuna kikao kilikuweko mbinguni cha kwamba shetani akapewa ruhusa ya kuja kumjaribu. Hakujua hilo. Lakini sisi tunaosoma tunajua. Kwa hivyo hata sisi wenyewe tunapoangalia, kuna maisha ambayo unaweza ukaangalia. Kama mimi kuna maisha nitaangalia nione mtu amekuwa kutoka azaliwe hadi anaondoka duniani, kazi yake ni malalamishi. Nalalamika, Mungu hayuko fair, Mungu akanitesa, Mungu. Yaani yeye hata anapoomba katika maombi yake ya kila siku toka azaliwe hadi anaondoka,
Hakuna ombi hata hili akushukuru. Maombi yake ni kila siku, Mungu angalau nibariki na hili, Mungu nionekanie kwa hili. Na mara anapobarikiwa hata shukrani hana. Yeye anaendelea maisha yake, mara masaibu yanapomkumba tena anarudi pale pale, Mungu nisaidie hili. Yaani unaangalia maisha ya huyo mtu, unaona kiukweli Nabii Isaia hakukosea aliposema kwamba watu wangu hupotea kwa kukosa ufahamu. Hebu nikuuliziaje? Hata wewe ndugu yangu naye nitazama, dada yangu naye nitazama. Huenda mimi na wewe ni marafiki. Na pale tunapokuwa marafiki, nikaja nikagundua ya kwamba wewe ni rafiki ambaye una ujanja fulani. Wewe ni rafiki ambaye kama hakuna tatizo sikuoni. Yaani kama tatizo lisipokupata sikuoni. Lakini pale changamoto itakapotokea na kuona. Ndio watu tulio nao katika kizazi hiki. Na ndio mposa unapata katika kizazi hiki tuko na matatizo ya kuwa na faith, tuko na matatizo ya faith, tuko na matatizo ya kumkaribia Mungu, tuko na matatizo ya kuona miujiza za Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Tuko na masaibu za kutoshindwa, za kutoelewa milango ambayo tumefungua na milango ambayo tumefunga ya matatizo. Tuko na tatizo mingi. Kwa kuwa katika kizazi hiki tuko watu wa binafsi. Watu wa binafsi inamaanisha kitu gani? Tuko wale watu ambao hata katika uhalisia tunaona tu wenyewe. Hata mke wako wakati mwingine anakuwa wa maana, unakuwa wa maana kwake tu wakati ambao anakupa hela, ama wakati ambao unampa hela, wakati ambao unamshukisha nywele, wakati ambao amekosa kitu fulani, ndio unakuwa mumewe sasa. Hata unapata utambulisho na kutambulisha katika majirani, ndio mume wangu. Manake anahitaji. Mara hitaji linapoisha, anakuona kama tuachane na hayo jamii. Watu wa kizazi hiki tunafaa tugeuke jamii. Yaani ubinafsi hautupeleki mahali. Ubinafsi hautupeleki mahali. Ubinafsi wa kuwa eti mpaka upate na tatizo ndiposa umkumbuke mtu. Hiyo haiwezi tupeleka mahali. Na kwa asili hata mataifa mengine wanaelewa hili, mataifa zingine zinaelewa hili. Kenya kwa asili sisi ni mabapeli. Na ninaposema Kenya kwa asili sisi ni mabapeli, tunafaa tugeuke. Tugeuze mtazamo wa kuwa mabapeli. Mabapeli ni watu ambao wanaojitegemea. Yaani watu ambao hawaishi kwa udugu. Hatuishi kwa udugu. Yaani tunaishi kwa kutumia madaraja, kutumia wengine kama madaraja. Ndio namaanisha. Yaani wewe ukimshamtumia huyu ili ufike level fulani, na maana yake imeisha hivyo. Ametumika kama daraja na story inaishi hapo. Mwingine naye anakuja na sasa tunapokuwa na kizazi kama hicho, kiukweli unapoangalia future ambayo tunajenga, si future ambayo ina maana, sababu tumeshindwa kuelewa uhalisia wa mwanadamu. Tumetoa